Haya tena wapendwa wangu, nashukuru sana kupata nafasi tena siku nzuri ya leo. Baada kwa kwamba niliongea muda mrefu kidogo uliopita, lakini sasa namshukuru kwa neema yake tena Bwana ameniwezesha tuweze tena kuendelea kuzungumza siku ya leo. Leo nitapenda kuzungumzia somo linaitwa Bwana alitoa, Bwana ametwaa na jina la Bwana libarikiwe. Katika maisha hapa duniani, shetani anamsingizia Mungu mambo mengi sana na kumpaka matope katika maisha yetu. Na wengi kwa kutokujua basi tunafuata mkumbo tu, tukifikiri kwamba ni kweli ni Mungu amefanya, lakini kumbe kiuhalisia ukifuatilia unakuta kwamba sio Mungu bali ni shetani. Na shetani wakati anatafuta nafasi ya kupeleka fitina mbalimbali zinazotuhusu kwa Mungu, kwenda kutuchongea, kutuchonganisha. Biblia inamtaja shetani kama mshtaki wetu. Katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8, shetani anatajwa kama mshtaki wa watoto wa Mungu mbele za Mungu. Sasa katika somo letu la leo, Bwana ametwaa na jina la Bwana libarikiwe. Haya ni maneno ambayo yamezoeleka sana kutajwa na kuzungumzwa hususani kwenye misiba ya Kikristo. Tunapokuwa tunamwaga mpendwa wetu akiwa amefariki, mara nyingi sana hotuba mbalimbali, wosia na mambo mbalimbali yanayozungumzwa pale huwa yanahitimishwa kwa mstari huo ambao unapatikana katika Biblia katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 21. Ndio hapo Biblia inasema kwamba Bwana alitoa, Bwana ametwaa na jina la Bwana lihimidiwe. Unaona? Sasa Biblia inamtaja Ayubu kwamba alikuwa ni mtu mmoja mkamilifu sana, aliyempenda Mungu, aliyemcha Mungu, aliyejiepusha na uovu. Alikuwa ni mtu mkamilifu kabisa. Tunaona Mungu mwenyewe anajivunia jinsi ambavyo Ayubu alikuwa ni mkamilifu. Ukisoma katika Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza, nitasoma hapo. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa ni mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Unaona, Biblia inamtambulisha kwamba alikuwa ni mtu aliyemcha Mungu, alikuwa ni mkamilifu kabisa, mnyenyekevu na mwenye kujiepusha na uovu. Unaweza kuona. Kwa hiyo Mungu akawa amembariki sana Ayubu kutokana na hali yake ya maisha ambayo jinsi alikuwa mnampendeza Mungu. Mungu akambarikia watoto, akambarikia mali, akambarikia mifugo na vitu mbalimbali katika watakatifu wa nyakati zake. Tunaweza tukasoma tena katika Ayubu sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 3 kuona jinsi ambavyo Mungu alikuwa amembariki Ayubu. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 3. Biblia inasema kisha wakazaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nao yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Basi hivi huyo mtu alikuwa ni mkuu kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Naweza kuona. Alikuwa ni mkuu, alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa na ng'ombe wengi. Alikuwa na punda wengi. Ng'ombe wanatajwa kuwa alikuwa 500. Kondoo alikuwa ni 7,000 na ngamia 3,000. Kwa hiyo kama mtu angekuepo nyakati hizi bado ni tajiri sana. Kwa na ng'ombe 500 sio mchezo. Kiangalia hali ya thamani ya ng'ombe. Naona. Kwa sasa huyu Ayubu kwa jinsi alivyokuwa ni mkamilifu, alikuwa ni mtu ambaye muda wote alikuwa na mkarufajiri sana, anamuomba Mungu, anamtukuza Mungu. Alikuwa anatubu kwa ajili ya dhambi za wanae na kutoa sadaka za kuteketezwa kwa ajili ya dhambi za wanae kusudi wanae wasiweze kuhesabiwa hatia mbele za Mungu. Na alikuwa anatubu hana uhakika, wakati mwingine anasema tu kwamba humkini, kwamba huenda hao wanangu nao wamemtenda Mungu dhambi. Kwa haka akitubu dhambi kwa ajili yao. Kiangalia katika kitabu hicho Ayubu sura ya kwanza mstari wa 5, Biblia inaonyesha jinsi ambavyo alikuwa akifanya toba pia kwa ajili ya wanae ili kusudi wasipate hatia mbele za Bwana. Tutasoma hapo Ayubu sura ya kwanza mstari wa 5. Biblia inasema basi ilikuwa hapo siku hizo za karamu zao
zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao ilivyokuwa. Kwani Ayubu alikuwa akisema yumkini kwamba hawa wanangu wamemtenda Mungu dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya siku zote. Unaweza kuona. Akasema kwamba hawa wanangu huenda wamemtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo akatubu kwa ajili yao, na licha ya kutubu akatoa sadaka za kuteketezwa. Enzi hizo zilikuwa ndio zikitumika kutakasa watu kwa nyakati hizo, kabla ya katika Agano la Kale. Unaona kwamba humkeni hawa wanangu wamemtenda Mungu dhambi. Kwa alikuwa anatubu kwa ajili yao, kuhakikisha kabisa kwamba wanaye wanakuwa safi mbele za Bwana. Kama jinsi tulivyoona hapo nyuma, alikuwa na watoto wa kiume 7, alafu alikuwa na watoto wa kike 3. Alikuwa akienda kutubu kwa ajili yao. Sasa Biblia inaeleza kwamba siku moja hao wanaye pamoja na binti zake nao wakaenda mbele za Mungu, wakaenda kanisani, wakaenda kwa ajili ya kwenda kumwomba Mungu na nini. Kumbe shetani naye akajihudhurisha katikati yao. Tunapokuwa tunakwenda mbinguni au tunapokuwa tunakwenda kwa Mungu samani, tusidhani kwamba shetani hana uwezo wa kuingia kanisani. Shetani anaingia. Kwa hiyo hapa inaonekana kwamba hao watoto wa Ayubu walipokwenda nyumbani kwa Mungu kwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye alienda pamoja nao. Sasa Mungu akamuuliza, umemwona huyo mtumishi wangu mkamilifu Ayubu? Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu hapo duniani kama yeye kwa sasa. Ni mtu ambaye ni mnyenyekevu kabisa, mcha Mungu na mwenye kujiepusha na uovu. Sasa angalia sasa shetani alivyopenyeza fitina zake. Pale mwanzoni nimewaambia kwamba shetani huwa anapeleka fitina mbalimbali kutuchongea mbele za Mungu, ili kusudi aweze kupata upenyo wa kuweza kutuangamiza. Sasa angalia jinsi ambavyo shetani sasa, baada ya kuulizwa habari za Ayubu, jinsi ambavyo sasa akapeleka fitina mbele za Mungu. Tusome katika Ayubu sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 12. Lakini hata kabla hatujasoma nitaeleza tu kwamba shetani alimwambia Mungu kwamba huyo Ayubu yomcha Bwana bure. Wewe unamsifu ni mkamilifu, ni mtakatifu, ni mnyenyekevu mbele zako, lakini je, huyo Ayubu yomcha Bwana bure? Si kwa sababu umemzingira kwa ukigo pande zote, mali zake umezizidisha, na yani utajiri wake umeuzidisha sana. Kwa hiyo sasa wewe unafikiria kwamba nakucha, kumbe ni kwa sababu zile mali umempa. Hebu jaribu kuziondoa basi. Au jaribu kuruhusu yani ule ukigo ambao umemzingira nao, uondoe ule ukigo, uondoe ile fence, tuweze kumshambulia, halafu uone kama atenda kukucha, uone kama hata kukufuru mbele zako. Ndio fitina ambayo shetani akampa Mungu, kwamba usifikirie kwamba yule mtakatifu ni mkamilifu, si ni mnyenyekevu ni nini. Hapana, ni kwa sababu wewe umemzingira kwa ukigo pande zote, na zaidi sana mali zake umezizidisha sana. Jaribu kuvigusa basi uone itakavyokuwa. Nisome hapo sasa. Katika Ayubu sura ya 1 hiyo mstari wa 6 hadi wa 12, Biblia inasema, ilikuwa siku moja ambao hawa wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Mungu. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana kusema, natoka katika kuzunguka duniani, katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza shetani, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yomcha Bwana bure? Wewe kumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, na kazi ya mikono yake umeibarikia, na mali yake imeongezeka sana katika nchi. Lakini nyoosha mkono wako sasa uyaguse hayo alionayo, atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia shetani, tazama yote alionao sasa yako katika uwezo wako, lakini usinyooshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Biblia inasema basi shetani akatoka mbele za uso wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akamruhusu, akaamua kutoa ile fence, akaamua kutoa ule ukigo ambao alikuwa amemzingira Ayubu. Akasema, haya, nimeondoa ukigo, sasa mambo yote yako mikononi mwako. Sasa angalia yaliyotokea. Angalia yaliyotokea. Kuanzia mstari wa 13 kuendelea. Ilitukia siku moja Hawa anaye na binti zake walipokuwa kila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa kilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia
wakawachukua wakaenda nao. Naam, wameua hawa watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyu alipokuwa kali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyu alipokuwa kali akinena, akatokea na mwingine na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakaangukia ngamia wakaenda nao. Naam, wameua watumishi wote kwa makali ya upanga. Mimi tu peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyu alipokuwa kala kinena, akatokea na mwingine kusema, wanaona binti zako walikuwa kila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu katoka pande za jangwani ukaipiga nyumba hiyo pembe zake 4, nayo ikaangukia hao vijana, nao wamekufa. Mimi tu peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Unaona matukio yote hayo ndani ya sekunde, ndani ya dakika moja, yote hayo yametokea. Unaona? Lakini sasa angalia Ayubu alichokifanya. Ndipo Ayubu akainuka, akairarua joho yake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akasema, mimi naitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, na jina la Bwana libarikiwe. Naweza kuona. Kwa hiyo Mungu pamoja na matukio mazito kama hayo, lakini akamtukuza Mungu, akamshukuru Mungu. Mifugo yake imeteketea na mingine imechukuliwa, watoto wake wote 10 wamekufa, lakini bado Ayubu hakumkufuru Mungu, bado alimtukuza. Biblia inasema katika ule mstari wa 22, katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Unaweza kuona. Kwa hiyo maneno hayo kwamba Bwana alitoa, Bwana ametwaa, na jina la Bwana libarikiwe, ni maneno ya unyenyekevu, ni maneno ya kumtukuza Mungu kwamba yeye ndiye alitupatia vitu vyote tulivyo navyo. Ametupa mali, ametupa maisha, ametupa uhai, ana uwezo kuvichukua wakati wowote. Naona ni zawadi tu ambayo ametupa kutoka kwa Mungu, watoto na kila kitu. Yeye ndiye chanzo cha kila kitu, kwa hiyo ana uwezo kuchukua wakati wowote, na tusibakie na kitu. Hakuna sababu za kumlaumu. Naona sasa sisi jambo la kujiuliza ni kwamba, je, ni kweli sasa hapo ni Bwana ndiye alitoa? Maana wote tunasema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Lakini angalia katika tukio lenyewe ambalo ndio chanzo cha hiyo busara ya Ayubu. Bwana alitoa, Bwana ametoa, na jina la Bwana libarikiwe. Je, ni kweli Bwana ndiye aliyetoa? Bila shaka tumeona hiyo tuhuma au shutuma ambazo shetani alizipeleka kama fitina kwenda kumchongea Ayubu mbele za Bwana. Na baada ya Bwana kutoa kibali, basi shetani akatoka. Biblia inasema katika mstari wa ule mstari wa 12 mwishoni pale, basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Na baada hapo matukio mazito sana yalifuatia, ambayo ndio hayo yote, mafanikio yote ya Ayubu yakawa yameangamia na kuteketea. Lakini yeye Ayubu akabakia ni mkamilifu, akaendelea kumtukuza Mungu. Bwana tupe neema kwamba sisi nasi tutakuwa kama Ayubu, tutamtukuza Mungu wakati wote. Utaona hata kule mwishoni baadaye shetani tena alikwenda kuomba kibali kingine cha kumgusa. Maana mwanzoni Mungu alimwambia kwamba shughulika na mali, lakini usimguse yeye mwenyewe. Alimkataza kama tulivyoona katika mstari wa 11. Lakini baadaye hakuridhika, akaamua kwenda kuomba kibali kingine tena kwamba mguse mwenyewe, sasa uone kama hata kufuru, kwa sababu hapa tu tumeshughulika na mali. Na Mungu baada alimruhusu. Shetani akaja akampiga na majipu yasiokuwa ya kawaida mwili mzima. Ayubu akajikuna kwa vigae, akajigaragaza ndani ya majivu usiku na mchana kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Shetani akainua rafiki zake na Ayubu kutoka mbali huko, akawaleta. Wamekuja wenyewe kutokana na hali nzito ambayo Ayubu alikuwa nayo. Walikaa naye siku 7 wanamtizama tu, hawajeza kumuongelesha kitu chochote. Naona. Lakini baadaye sasa yeye mwenyewe alipoanza kuwasemesha, ndio sasa wakaanza kuzungumza maneno ya kumchonganisha na Mungu, kwamba sisi hatujawahi kuona mwenye haki ameangamizwa na Mungu hata siku moja. Yaani mtu akipigwa kwa namna yote ni lazima awe tu amefanya uovu. Kwa hali hiyo ujitafakari njia zako Ayubu. Huenda kuna mahali umemkufuru Mungu, huenda kuna mtu umemkosea Mungu, ndio maana haya nakupata. Lakini Ayubu aliwajibu akawaambia, ninyi mmekuwa ni wafariji wenye kutabisha. Mimi ni nani nipatwe na mema tu hata nisipatwe na mabaya? Mimi ni nani? Ninyi mmekuwa watu wafariji wenye kutabisha. Mkeo na akamwambia, mkufuru
Mungu ukafe? Kwa nini unaendelea kuteseka namna hii? Lakini Ayubu akamwambia, wewe nao umekuwa kama miongoni mwa wanawake wale wapumbavu. Kwa hiyo sisi nasi tunajifunza somo kubwa hapa, kwamba tunatakiwa kumtii Mungu, kumnyenyekea Mungu katika mazingira yoyote yale. Katika mabaya yote yanayotupata, tusimwazie Mungu kwa upumbavu. Tuwe kama Ayubu. Na hapo tutaona baraka za kipekee sana. Kwa sababu mwisho wa jaribu hili, Ayubu aliinuliwa sana. Umri wake ukaongezwa mara 2. Akaishi kama miaka karibu 140. Watoto wake akapewa tena watoto upya mara 2 ya wale waliokuwa nao mwanzoni. Naona muda hautoshi kusoma maandiko hayo, lakini Ayubu alibarikiwa sana kutokana na jinsi ambavyo alisimama kwa uthabiti mbele za Mungu. Bwana tupe neema ya sisi nasi kuweza kuchukua kielezo chake na kuweza kuishi mausafi na utakatifu, maisha yanayompendeza Mungu, ili Mungu aweze kujivunia kwamba ana watakatifu fulani duniani, kama jinsi ambavyo hakika alikuwa anajivunia juu ya Ayubu. Asante kwa kunisikiliza.